ya demokrasia duniani inaendelea kuporomoka. Kuchaguliwa kwa mara ya pili kwa Donald Trump kuwa rais wa Marekani ni ushahidi wa changamoto zinazoikabili au zinazoukabili mfumo wa demokrasia hata katika nchi zinazoendelea. Ni wazi Donald Trump ni mtu anayehusudu na ana mtazamo wa kidikteta na haheshimu mihimili mingine ya serikali, hususan bunge na mahakama. Hivi sasa demokrasia nchini Marekani inayumba. Sera za Rais Donald Trump wa Marekani zinaonyesha wazi kuwa hajali maendeleo ya uchumi na demokrasia katika nchi nyingine na hususan nchi za Kiafrika. Shirika la misaada la Marekani USAID lililoanzishwa na Rais John F. Kennedy mwaka 1961 limezuiwa kuendelea kutoa misaada na hata misaada ya kuzuia athari za ukimwi iliyoanzishwa na rais wa Marekani George Bush, nayo pia imesitishwa. Taasisi ya The National Endowment for Democracy ya Marekani iliyoanzishwa Marekani kuendeleza ukuaji wa demokrasia duniani imesita kufanya kazi zake kwa sababu fedha iliyotengwa na bunge la Marekani kwa taasisi hii imezuiwa na serikali ya Trump. Taasisi hii pamoja na kwamba inaungwa mkono na vyama vyote vya siasa Marekani, Democrats na Republicans, bado Trump ameweza kuzuia fedha iliyotengwa isiweze kwenda kwenye taasisi hii. Mimi binafsi nilipata kuhudhuria utafiti na kufanya utafiti wa maendeleo ya uchumi na demokrasia kwenye taasisi hii Washington DC mwaka 2011 mpaka 2012. Kwa matukio haya ni vyema Watanzania tukaelewa wazi kuwa jukumu la kujenga demokrasia nchini Tanzania ni letu sisi wenyewe. Tusitegemee nchi za magharibi ndizo zitakazoshinikiza ujenzi wa demokrasia. Vyama vya siasa ni asasi muhimu katika ujenzi na uwepo wa demokrasia, lakini wenye maamuzi ya mwisho ni wananchi wenyewe. Watanzania tukumbuke, mapambano ya kudai uhuru na kujitawala sisi wenyewe ni sehemu ya mapambano ya kudai haki sawa kwa wote na kujenga demokrasia katika nchi yetu.